Dada Teddy, karibu sana. Asante. Wewe umetokea wapi? Nimetokea Mbezi, Kijimagoo. Hapa Dar es Salaam. Mzaliwa Singida. Lakini nilikuwa naishi na babangu. Na dada yako? Ndio. Okay, ushawahi kufanya kazi za ndani? Ndio, nimeshawahi kufanya kazi za ndani. Kwa muda gani? Kama miaka 3. Na miaka 3. Kwa hiyo unaziweza kazi za ndani? Ndio. Okay, karibu sana. Asante. Kwa hiyo imekuwaje umekuja Wadada Center? Maana ulikuwa unafanya kazi za ndani huko. Imekuwaje ukaja kwetu? Nimefikia Wadada Center baada ya kufuatilia. Nimeweza kufuatilia muda. Baada ya kufuatilia na pia kwa sababu sikuwa na ajira, nikasema inawezekana lazima niende pale ili nikapate ajira. Kwa hiyo hizo kazi za ndani ulizofanya miaka 3 ulifanya alafu baadaye ukaacha ukakaa nyumbani? Pana. Kazi za ndani zile nilifanya. Nilikaa na bosi wangu, alikuwa anakaa Mbezi Beach Masana. Kwa hiyo yule bosi wangu kidogo ukawa na walitengana na mume wake. Walipotengana pale, kwa hiyo mwanamke yule akaondoka kwenda kwao. Baada ya kwenda kwao sasa ikabidi sasa nipeleke na mimi tukakae kule kwao. Baada ya kufika pale ila tulielewana, akawa hanipi tena. Afu nikawa nafanya kazi kubwa tofauti na kule tulipokuwa tunakaa. Na ila tena akawa ananifikisha na kipindi akawa hanipi. Japo ananipa lakini akawa ananichelewesha. Basi mimi nikamwambia naenda nyumbani. Labda siku mambo yakiwa sawa nitarudi. Basi mimi nikawa nimeondoka nikaenda Singida. Singida kule nimekaa kwa sababu nilikuwa nishazoea kufanya kazi. Sikutimiza lengo langu. Ndio nikarudi sasa kwa dada yangu. Nikakaa naye. Baada ya muda nikapata tena kazi. Nilipopata kazi nikaletwa pale tukawa tunakaa na bosi vizuri. Ila alitokea tu mtoto wa kakake. Alikuwa anasoma chuo. Baada ya mtoto wa kakake, yani kidogo sijui hatukuelewana. Nikawa ni yule anaweza akaja bila taarifa, alikuwa anasoma chuo, akaja mule ndani kwake hajafanya usafi. Afu mimi sijui, sinajua mtu amelala, labda akiamka atanijulisha, akaondoka kimya kimya. Dada akija na kuta hajafanya usafi. Ninajua yupo. Anaanza kunigombeza, kwa nini hujafanya hivyo? Nikamwambia najua fulani yupo. Na alipoondoka hajaniaga. Au unakuta labda ataingua ndani kule atafuta chakula hajasema, mimi najua dada nimembakishia chakula. Kwa hiyo akishakuja pale dada anagomba, mbona hivyo ratiba nimekupangia haijakaa sawa. Nikawa najisikia vibaya. Ndio nikamwambia dada, mimi nataka nirudi nyumbani kwanza. Nikae kwanza niangalie hata kama nitapata mama ntilie nifanye. Dadangu yeye anafanya mama ntilie. Ndio tukawa tunafanya wote mpaka hapo nilipofikia, ndio nikaja huko. Sasa hapo ulipofikia wapi? Maana bado hujatimiza lengo, bado unahitaji kazi, bado mama ntilia haijakutoa. Nilipofika hapa Tegeta Nyuki. Yani wewe na dada yako manake mmeshindwana tena? Hapana. Sasa mbona upo hapo? Kipato kilikuwa kidogo. Yani na mimi kule nyumbani na wadogo zangu. Kwa tuseme hela unayoipata huko kwa mama ntilie na hela uliokuwa unaipata kwenye kazi za ndani tofauti. Kwenye kazi za ndani ulikuwa unapata hela nyingi zaidi. Ndio, nilikuwa napata nyingi. Kwa sababu unakula pale, unalala pale, mwisho wa mwezi unapokea mshahara. Hii ya mama ntilie huku mnajitegemea kwa kila kitu, si ndio? Na bado hiyo faida ndogo mgawani. Kwa hiyo mwisho wa mwezi unakuta unapata kama shilingi ngapi? Alikuwa analipa kwa siku 3,000. Kwa hiyo kwa siku 3,000 hapo ushakula kila kitu au? Ndio 3,000 sasa tena akwambie hela haitoshi, inabidi uvumilie. Kwa hata 3,000 kuna siku haupati. Ndio nikachukua hatua ya kuja Tegeta Nyuki. Maana ukaona hailipi. Si ndio? Dada Teddy, sasa kwanza nimependa story yako. Nataka niwafundishe kitu. Wadada ambao mnafanya kazi za ndani, jamani, mnaposemwa haimaanishi kwamba ndio ususe uondoke, ujisikie vibaya. Ukweli ni kwamba ukiona unasemwa sana kwenye sehemu ambayo upo, ujue uwezo wako uko chini. Na uchukulie pale kama chuo, badala ya kujisikia vibaya, chukua kama changamoto kwamba anafundishwa kazi.
kwa sababu kadiri utakavyokuwa unajenga ujuzi wa kufanya hizo kazi vizuri, ukakaa na bosi wako mpaka ukafikia mahali sasa umeshazoea majukumu yake jinsi ya kuyafanya vizuri, maanake wewe kiwango chako kimekuwa. Sasa nyinyi kinachotokea ni kwamba ukisemwa kidogo, huyo unaondoka, unarudi kijijini. Unafikiri unamkomoa nani? Haya, unaenda kwa mamalishe, unafikiri ndio mamalishe, bora ukaanzishe biashara yako. Lakini biashara ya kwenda kukaa kwa mamalishe unapewa 2,000 kwa siku 3,000, siku nyingine usipewe, unarudi nyuma mwenyewe. Si unaelewa? Kwa hiyo nimeweka hilo angalizo kwa sababu hata hapa ni umekuja kazini hapa, na sisi tuna level hapa, level za traditional, smart, professional. Hivyo vyote vile, hata traditional hapa kwetu tunataka traditional mpambanaji. Hatutaki watu lazy. Hatutaki watu ambao ni wavivu, wasiopenda kujifunza, wasiotaka kuambiwa. Hatuwataki kwenye huu mradi, kwa sababu hata 1,500 bado ni hela nyingi. Wewe hapa unatuambia ulikuwa unalipwa 3,000, saa nyingine hata 3,000 upati, lakini hata ukipata kila siku 3,000 kwa mwezi ni 90,000, si ndio? Si ndio? Lakini sisi hapa mtu anapata 1,500,000, amekula, amelala kwa bosi, kila kitu. Na mabosi wengi watu wetu hawa sio wale ambao ukiumwa atakuacha uende hospitali mwenyewe. Sisi mabosi wetu ni watu ambao Mungu amewabariki, ndio maana wanaweza kulipa hizo hela. 1,500,000 Tanzania bado ni hela nyingi kwa mtu ambaye analipa mshahara wa dada ambaye anamchukua Wadada Center. Kwa hiyo angalizo langu jamani, ukisemwa sio tiketi ya kukimbia. Kama wewe ni mtu usiyependa kusema kwenye hizi kazi, usije, kwa sababu unakuja, uwezo wako wa kazi ni mdogo. Sasa katika kuelekezwa kule, lazima utaelekezwa kwa namna ambayo bosi wako wakati mwingine atafoka, si ndio? Atagomba, kuna kitu kimeharibika, kuna kitu hakijafanyika vizuri, atakusema. Lakini hiyo ndio njia ambayo wewe kama ni mjanja utakomaa, utapambana na utaongeza ujuzi wako ili uweze kwenda mbele zaidi. Watu ambao leo hii tunawaita professional au smart ni watu ambao wamepambana na shuruba za maisha. Umeelewa? Kufanya kazi jamani sio kitu, yani sio kitu cha starehe. Sisi tunaelewana kazi, unafanya kazi ili baadaye uweze kuja kupumzika, kuenjoy maisha. Kama mimi sasa hivi mnaniona naishi maisha yangu vile ninavyotaka. Kwa nini? Nilivumilia pale mwanzoni. Na mimi nilikuwa dada wa kazi hivi. Tena sio kama nyie sasa hizi mnapata watu wanawapigania mishahara mikubwa 1,500,000 mshahara mdogo. Mimi nilikuwa nalipwa 5,000 kwa mwezi. Lakini nilikutana na nyumba ina kazi sijawahi kuona. Mtu ni mfugaji wa kuku wa biashara, anafuga kuku mabanda 5, kila banda lina kuku 500, na mimi ndio nafuga na nina mtoto wa kumwangalia, kufua, kupika, kazi zote nafanya mwenyewe. Na sikulalamika. Na nilipambana na nilimudu, na baada ya pale niliendelea na maisha yangu na sijawahi kurudi nyuma. Hao ndio wasichana ambao nawataka kwenye umradi, na hao ndio wasichana ambao nataka kuwaongoza ili na wao siku moja wawe watu. Unaelewana? Kwa hiyo usije ukaleta habari zako. Bosi sio nimesema nikajisikia vibaya nikarudi zangu Singida. Hakuna unayemkomoa. Sawa? Ndio. Upo? Teni, upo? Hapa ndio Wadada Center. Kama hujaelewa hilo somo, ni bora uishie hapa kwa sababu huku hakuna lele mama. Huku ni kazi. Sawa jamani? Ndio. Sasa kama nawatisha ila nawaandaa na nawaambia ukweli. Kwa sababu kwanza mtiti unaanzia hapa. Tukikuona tu mara uko na simu yako, si umejificha kule, mara unategea kazi, hapa tu tunakutoa kwenye mchezo. Sawa? Hapa ni kazi. Kwa hiyo umekuja Wadada Center. Malengo yako? Malengo yangu nataka kufungua mamalishe yako Sasa ukomae ugangamale, sio rahisi. Ukiona dada yako kafungua, ujue na yeye amepambana. Usifikiri mambo ni mepesi. Ili na wewe utakapokuwa unakuja kumpa mtu 3,000 kwa siku, ujue uchungu wake. Tunaelewana? Karibu sana, unapata hela yako nzuri kabisa. Yaani mamalishe tu kikaa mwaka hapa unaanzisha ya kwako tena nzuri ya kiwango. Sababu utakuwa umetengeneza hela yako nzuri tu. Ukikaa miaka 2 basi unaanzisha hata kamgahawa fulani kahadhi zaidi. Si huwa tunaambia hakuna haja ya kukimbia haraka. Tengeneza hela yako nzuri, unapoingia mtaani unaingia ukiwa na confidence kwamba tayari nina kitu ambacho naenda kufanya nacho jambo la maana. Kwa hiyo karibu, utapata hela yako nzuri, ila kazi ndio itakayokupa pesa. Sawa sio kiburi, sio ujeuri, sio bosi ana hiki, ana kile, anaongea, ana mdomo, ana gubu, hapo ndugu yangu utakufa maskini. Unaambiwa tumikia kafiri ili nini? Hamjui misemo? Shauri zenu. Bakini hapo, mimi nitawaacha. Haya, karibu sana dada Teddy. Haya.